is key. So you see, from far, from afar, from a distance, here it is. Itwa Chumani on your way to Malindi or Malindi Kilifi Highway. Yes. Labda nifanye biashara maalum. Sana waziulizi. Kwa account. So hapo nakuja. Oh, ni rooms ngapi? Ni bedroom 3, ni 4 bedroom hii nyumba. Oh, 4 bedroom. Yeah, that's what I was wondering. Ama yeye mwenyewe ataongeza kwa wakati wake. Hii bedroom ni kwa ndogo kidogo, but ni enough for a bed na wardrobe. Yes. Kwa sababu hii ni kuna yake ndani. Hii ndio ile inaitwa self contained. Ama en suite. So hicho yake ni kidogo. Iko sawa. Yeah, iko bie. So choo na bafu kuoga kabisa. Labda sasa wameweka kama pasta amekuja, shekhe, unaona ama mzee wa itikadi kali, anapewa sehemu yake ya kuja kutulia. So hapo kwenye umesimama hapo, kutakuwa na hand wash. Okay. Kutakuwa na hand wash, kutakuwa na toilet, na hiyo side itakuwa shower. So ina partition. Okay. Hivyo utengeneze ka shower cubicle. Okay. Alafu hiyo mlango itafunguka side ya nje. Na nje. Aliamua hivyo. But kuna possibility kuja tuiongeze, tutengeneze sliding. I think it is better to create space. To create your space. So I think hata nilichora hapa. Sliding I think, ama tuvunje hapa, tuongeze alafu tutengeneze sliding. Sliding ni better. Cause kufungua hivi hiyo ni space unakula. Either ndani ama nje. So jamaa akiwa hapa na pia naona wageni wanavyotokea kule jirani na vyobweka upande wa pili huko. Na yule dema akiosha vitu pale, unaweza muona. Yule mzee anasugua meno upande wa pili huko. Unaona Ule tayari ashaingia. Watoto na cheza huko. Huyo baada haijakamilika sana. Hapa sielewi design gani, lakini kuna watu tu wanafanya kazi kila time. Hapa bado hajafanya landscaping hapa. Bado. Alafu naona kuna nazi hapo bana. Hii kitu inaweza chukua muda miaka kadhaa ndio ikuwe hivyo bana. So kuikata pia ni hasara. Lakini kwa instead ya 4 bedroom mimi ni kijenga naweza unda kitu 3 bedroom So moja ni nitaua pale. Unaona? Unacheki? Ndio master. Hii ni master bedroom. Huku sasa ndio uwanja wa mapambano. Yaani hii ndio safe banker. Mwenye nyumba sasa. Hii ni master bedroom. Bongi. In a space. Yeah, so nice man, ladies and gentlemen. You can see how things are bana. Na kaupepo kanapuliza huko pembeni kushoto huko. So, hapa na space. Bed okay. Huku ni walk-in closet. Huku tutaweka wardrobe. Sasa hata kuweka huku wardrobe 1 na upande wa pili 2. Mwanamke atajaza huku, alafu tena achukue space nyingine ndogo huko ajaze. Mwanaume anabaki na kitu kidogo. Ukidhani nyumba ni mwanaume umekosea. Ukitaka kujua hivyo ingia kwa closet. Wow. I think nimependa hii design ya hii bedroom. Tunaona choo vile ni pana. Choo ni kubwa. Huko kwa master bedroom lazima tu invest huko. Huko is very nice. Huko ni shower. Okay. Huko ni shower. Katikati ni hand wash. Alafu huko ni choo. Beirut. Okay. Alafu shower inawekwa meters ngapi kwenda juu? Shower ni 7 feet ama 2.1 meters kwenda juu. So itakuja mahali kama round up. Hapa iko chini sana.
Ama the more ikiwa juu ndio sasa inatapakaa mpaka ukuta, si sawa. Standard lakini 7 feet 7 feet kwenye tenda. Round up 7 feet kama 2.1 meters. Wow. Napenda fiti bana Mtunguya. Ujenzi, msanifu ujenzi hapa. Contractor anafanya mambo yake pole pole, unaona? Very very important. It's about construction work. Construction. So kwa mtu kama mimi na huwa bedroom moja zinakuwa 3. Wewe sasa unajua ni preference ya mtu. Alafu design pia kuna design ya roofing. Roof pia iko na design yake. But mostly kwa bungalow huwa inakuwa determined na venye nyumba imechorwa. Imekaa from huko nje. Okay. Ni kazi. Ni kazi bwana. Kazi inazua kazi kuliko kazi kamili. Mambo na ujenzi. Ratibu ambao tunashuhudia katika eneo hili. Raha sana bwana. Ukiangalia upande ule mwingine unaambiwa sehemu za Malindi, Kilifi ndio eneo ambalo bado lina rutuba kutosha kwa kuruhusu ama kukuza minazi. Unaweza kuona jinsi matawi inavyoyonga kwenye eneo husika. Ama vipi Mtunguya? Yes. Matawi inayonga kutokana hata si makali ya upepo. Upepo kwa sasa kidogo inapuliza na si mbali na bahari. Bahari iko somewhere, si ndio? Si mbali. Around 3 kilometers. 3 kilometers. Sasa hizi ndio cashew nuts. Ndio korosho. Wow. Bwana unasemaje bwana mtu yangu bwana? Hata pia mimi natamani kuanza kujenga karibuni. Now that pia wewe ushapata kipande cha ardhi. Nasema pia unaonaje design? Iko sawa, ukiangalia jua lenyewe kutokea nje mpaka ndani. Nyumba ambayo kila mtu anaweza tamani bwana. Sasa vijana kuwekeza katika aina hii huwa upotezi siku zote. Upotezi. Shamba tayari shanunua eneo nzuri. Au ukiangalia shamba lina rutuba hili. Eneo hili ni nzuri kweli. So hii ni pana kidogo kushinda zile zingine. Hii ni pana. Kwa sababu hapa huko tuna consider unajua kitu kama unajua king size bed ama yes zile za wafalme na malikia. Hizo zenye ziko na side tables. Na taa hata ikiwezekana. Sasa inakula space. So in what by? In 13. 13. 13. Tapata labda pengine by 11 by 10 or 12. Nategemea, unaona 13 by 13. 13 by 13. But hiyo ni the bed area pekee yake. This same master bedroom. Kuna hiyo space ya closet ama wardrobe kwa bibi yake, alafu washroom pia kwa bibi yake. So hii ni 13 by 14. Sasa katika hili labda pengine aliamua tu kanayo hivi juminge weka sehemu huko naweza enda nikakaa nje hapo. Ingekuwa na balcony. Balcony. Na private balcony ya master bedroom. Utaki mambo mengi unafungukia huko. Unafungulia tu hapa, unaingia kwa balcony na unatulia, unafanya mambo yako. Anadhani nini yenyewe iko fiti design. Sema tu naweza uwa bedroom moja kule, niongeze hizo spacing. Sitaki watu. Unajua pia nyumba ukijenga kubwa sana. Wewe ikiwa hapa hiyo mlango ya huko hiyo bedroom nyingine uoni wala kuoni. Sasa hiyo
hiyo ni privacy. Alafu pia tumetoka kwa hii mlango hapa. Hapo umetoka hapa au ingi direct kwa hiyo main corridor. Oh yeah. Space hapo. Labda hata hujafunga kifungo vizuri, unaweza jishikashika hapa before utoke. Ukutane mama mkwe. Kwa hall. Utatoka kitchen huko, patane, utatoka sitting room patane. Bishop na wageni wake huku. Church members. Hapa inaweza kuwa shura kama nini? Kama hapo unaweza shura. Hizi walls za nini za corridor unaweza kutumia kuweka zile nini inaitwaje? Hata portrait picture nini? Hizo ma portraits unaweza kutumia hivyo na zikatoka vizuri. Kama umesalimia Ruto ama Gachagua ama kama ulipiga picha na Raila wakati fulani ama kwa leo ifika Gatundu unaweka hata washing machine pia unaweza hapo. But pia spaces kama hizi saa zingine tunazitumia kuweka vitu kama hizo ma main switch, ama kama mtu kama client ameamua ku opt in for solar space kama inaweza weka hizo batteries kila kitu. Huko solar pia inaweza fanya kwa sababu ni area ya joto. Solar inafanya. Wow, that's great man. So bado tuko chumani. Nyumba na karibia. Sasa kwa ufupi, hii nyumba hii kimebaki ni dirisha, finishing, ndio? Na milango. Sasa imebaki finishing. Piping. Hapo kwenye tumefika, ndio na plumbing. Hii inaitwa superstructure. Hii sasa tu ni superstructure imeisha. Sasa bado kuweka matumbo, kuweka maini. Kuongeza meno. Ndani hapa kutakuwa na nini? Hapo anaweza amua yake chandalia. Ama ikele zile designs za gypsum za kisasa. Okay. But sisi tunachofanya tunatumia client different designs na kusend anaamua. Lakini sofa unaweza kadiria ni kama mtumika milioni ngapi hapo? Hapa si milioni ngapi? Hata haijafika milioni 2. Sio? Lakini ni milioni. Unajua ametumia ujanja, haijafika sima milioni. Yaani inaonekana kwa ni less, haijafika milioni 2. Okay, foundation pia foundation inategemea na vile ardhi ipo. Inaitwa topography. Ni topography ama inaitwaje venye land na slope. Type ya soil pia. Kuna type ya soil. But at least huku soil yake ni red soil. Okay. Lakini sile ni very stable but si loose sana ile ya ku maybe ku stabilize vitu kama hizo. But ni soil yenye inajisupport. Alafu pia gharama inategemea na ukubwa wa nyumba. Gharama inategemea ukubwa wa nyumba na pia specifications za client pia zinachangia. Sana akiamua anataka kutumia kama batch aina fulani, hiyo pia inachangia gharama. Kwa sababu mwenye ametumia this kind of iron sheets na mwenye ametumia hizo za white huko ni two different costs. Na hizi pia huwa ziko tofauti. Sababu hii moja na sasa imefika 1500 ama ngapi? Moja 3 meter hii mostly hizi zinauzwa gauge 30 utapata na around per meter utapata na around 600 from 580 to 600 na depend na factory per meter na place umeitoa. Hizi gauge 28 zile per meter around 680 za white side then 120 zile kama unataka quality ina depend gani. Unajua kuna zingine makaratasi ile dumzas unaweza pata na around 1200 per meter. So unaweza pata per meter na around 400 hapo. 400 to 450. So hapa ni kuzuia tu alafu watu waingie bana. Mate kidogo bana. Muhimu sana bana. So bana tumetembea hapa tukizunguka. Kuna fundi hapa wa bamba. Injini ya bamba. Pambanaji wa kweli mzee, unaona mambo anayofanya bana. Kijana mdogo mwenye maarifa nyingi, unaona ndiye anaamsha makao ya binadamu. Unajua makao ya binadamu kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa lazima iwe sehemu ambayo ni salama kwa yule ambaye anaishi pale na viumbe wengine. Ina maana kwamba hata in case ya
nini upepo mkali. Tunaangalia pia in case of moto, je, kuna milango ya kutosha na dirisha kuchomoka. Safety is key. Na pia tunaangalia uwanja ulivyo, je, kuna nafasi za kutosha, parking ya gari, watu kucheza, watu kongamana. Sasa tunasema kwamba ameisogeza kidogo pembeni na kuruhusu kuwepo na nafasi ya kutosha upande wa pili. Kwa hiyo tumefurahia aina ya mawe hizi, amesema ni tofauti. Mawe yako tofauti. Mawe yako tofauti. Sasa unaona kama hii ni what by what? Hii ni 6 by 11. 6 by 11. 11 ni urefu. 11 ni urefu. Oh yeah. Hiyo ndo anasema ni 11 hiyo. Alafu huku 6. Kwa hela ngapi sasa machimboni huku sasa? Hii ukienda chimboni bila transport ni 25 shillings. Ukienda chimboni ile market price ni 25 shillings. Okay. But zipo tofauti. Zipo tofauti. Kuna different grades ya hizi grinder cuts. Kuna zenye zimechongwa size mbili wakavunja na mkono. Kama hiyo sasa ni grinder cut, but si grade 1, si grade ni hiyo, ni grade 2. Hiyo tunaita grade 2 ya grinder cut. But hii ndio grade 1. Katika ujenzi tunaangalia pia kuna maji. Maji ni muhimu sana. Maji ni muhimu sana. Hata ukiangalia hapa tulifanya application ya maji. Kianza ujenzi hiyo mita hapa. Kwa maji hapa. Lakini kuna maji hapa sasa. Sahi ndani kama hapo. But huwa inasaidia sana. Hata kama inatoka after 2 to 3 days, but ukiwa na storage tank inakuwa rahisi kwa sababu yakitoka una store then unaendelea kutumia. So hizo ndio vitu zenye at least tunafaa consider before you construction. Maji hiyo temporary store na toilet. But kwa kesi hapa tulikuwa na jirani mzuri, choo alikuwa anatusaidia. So is okay. Tunapenda ile. So unaona hii height ndio hii hapa. Hiyo height. Haji kwa sawa, lakini sasa unajua deco ndio sasa imechukua imekula sana. Deco ndio imefanya kile. Alafu unajua unaweza ione iko hivi kwa sababu imeinuliwa. It's raised. Unaelewa? Hapa itabidi sasa itandazwe. Hapa tunakuja kuweka kingine cha floating staircase. Tunakuja tunafanyia floating staircase steps kama alafu kama vinakwambia kwa flower beds. The same na hapa pia tutaweka hiyo space imebaki hapo, tutatengeneza mahali pa kuweka flowers. Kwa sababu as much as tunataka kumaliza nyumba bado aesthetically ukiangalia kutoka nje lazima ikupatie kitu yenye itakuwa timeless. Yenye ukiona hivi unasema hapa ni kwangu. Bado inakuvutia. Ama hata kama uko mbali lakini uko na ile hamu ya kusema naenda kwangu. So pia nje lazima tuangalie venye zinafanya bwana, anachukua kiti anakaa. Kama anaweza amua kukaa, maana inaweza kuwa ni sliding window. Ataweka nini? Chuma zuia. Ile dirisha tunaweka sliding, lakini sasa ni si za aluminium, ni ile steel. Aluminium pia sometimes inakuwa weak. Yeah, muhimu sana. Bonga Tube Media, ladies and gentlemen. Contractor huyu wa Bamba huyu. Engineer mwenyewe sasa. Kazi zote za design, construction. Nifurahia. Angalia jikoni vile nipana. Angalia itwaje? Dining. Jikoni pale. Unajua kwa vile watajenga vitu vingi itajisqueeze kidogo. Sasa ilikuwa pana kiasi. So jengea hapa iwe very nice. Muhimu sana majamaa, tutakuwa tunatembea tena kuangalia upande wa nje. Mbinu za kipekee katika kufanikisha yote bana. But for construction, tuna consider watoto kwa sababu ya watoto.
Cheki hapa nyuma bwana, mtu yangu, bedroom zote, sitting na compound kwa jumla. It's nice man. Muhimu sana kuwa na makao. Kisha kuwa na makao hivi inakuwa hali inakuwa fiti bwana, inakuwa bahwa. Angalia say space yote ameacha huko. In future maybe most probably gonna construct some other structure. Gonna put up some other structures because there's enough space. Not forgetting also pia inakuwa ni area kupumzika ama kulima. Unaona, you can decide to kulima. So kuna barabara upande huo. Yeah, access roads is key. So you see from far, from afar, from a distance, it is, itwa Chumani on your way to Malindi or Malindi Kilifi Highway. Yes, very nice. Muhimu sana bana.